Sasa ndugu zangu, leo niko hapa nimekuja kufanya kazi mbili. Moja ni kueleza kwa ufupi mambo ambayo tutayafanya mkituchagua kuendelea kuiongoza Zanzibar. Lakini la pili, kwa sababu tuko kwenye mkutano wa kampeni, basi tunawajibika kuomba kura zenu. Sasa ndugu zangu, sitozungumza ambayo tumeshayafanya, maana ni mengi, yatachukua muda mwingi. Ninyi mashahidi, mnaona nikuuliza eneo la elimu, kwa maana ujenzi wa skuli mnaziona, hatuna haja kuyasema. Kwenye eneo la afya, kwa maana ujenzi wa hospitali mnaziona za wilaya na mikoa. Kwenye eneo la barabara kuu na za ndani mnaziona ujenzi wake kila pahali. Kwa maana viwanja vya michezo vikubwa na vidogo mnaona ujenzi wake. Kwa maana ya masoko ya kisasa mnayaona kila siku, mkipita kwenye barabara hizi mnaona masoko ya kisasa. Miradi ya maji, miradi ya umeme, alimradi kila upande kuna miradi mikubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Sasa nikianza kuzungumzia mmoja tutachukua muda. Kwa hivyo itoshe kwamba miradi inayoonekana kwamba mridhie ya kwamba ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi ya 2025 hadi 2030 panapo majaliwa. La pili, nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya, kwa maana ya jimbo hili na majimbo jirani. Kwenye upande wa barabara, natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi Kwarara. Natambua kunahitajika vile barabara kutoka Fuoni Mambosasa hadi Taveta magari ya mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami. Hakuna shida katika hilo, na wakandarasi wako kazini. Ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika jimbo lenu hili wakitengeneza barabara hii. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya skuli ya msingi pale Tomondo Uzi na Kinuni. Lakini vile kunahitajika skuli ya maandalizi Kijito Upele, mashine ya maji. Hivi karibuni tumeingia mkataba wa ujenzi wa skuli mpya 29. Skuli mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya skuli, skuli za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupateni na nyinyi skuli za kisasa za ghorofa. Kwenye upande wa afya, nimeambiwa kuna mahitaji ya kituo cha afya Kwarara Kidutani. Uzuri ni kwamba tayari pale kumeshaanza matayarisho ya ujenzi. Matayarisho yanaendelea, katika muda mfupi ujao ujenzi wa kituo cha afya katika eneo lile utaanza. Naambiwa kuna mahitaji ya viwanja vya michezo. Ninyi ni mashahidi, tumeshaingia mkataba wa ujenzi wa viwanja vipya 17, ukiacha vile vikubwa vya Amani na Gombani na Mao. Tuna viwanja vya mikoa, tuna viwanja vya wilaya. Lakini vile baada ya kukamilisha hivyo vya mikoa na wilaya, tutaangalia kwenye majimbo tuweze kujenga viwanja vya kisasa ili vijana wetu wafanye mazoezi, wafanye michezo katika mazingira mazuri zaidi. La mwisho ambalo ningependa kulisema leo ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Natambua kwamba bado kuna changamoto ya ajira kwa vijana. Sera mama katika awamu ijayo ya uongozi
itakuwa ni kutengeneza ajira kwa vijana. Tutatoa ajira serikalini, tukatoa ajira kwenye sekta binafsi ikiwemo viwanda, lakini tutawawezesha wananchi kujiajiri wao wenyewe kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu zangu, tujipange, na hususan vijana tujipange. Ahadi yangu ni kwamba tutahakikisha kwamba vijana wengi kadri iwezekanavyo tunawapa ajira za kudumu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nadhani walionitangulia kuzungumza wamesema mengi, kwa leo yatoshe. Sasa nifanye kazi ya pili, nayo ni ya kuomba kura. Niliyesimama mbele yenu naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nagombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Naomba kura zenu nyote za ndio mtanipa. Tumaini yangu ni kwamba nikuona Zanzibar inaendelea kung'aa na inaendelea kuwa bora zaidi kuliko nilivyokuwa before. Kwa sababu tunamwamini Dr. Mwinyi anaweza kufanya, kwa sababu tayari ameshafanya zaidi na zaidi na zaidi. Aibadilisha Zanzibar kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tukaangalia miundombinu ya kisasa katika sekta za afya, elimu, barabara. Kwa hiyo Dr. Mwinyi tuna imani naye vizuri sana kwa sisi wa Zanzibari. Napenda kujitambulisha kwa jina naitwa Suleiman Mwalimu Salim. Ni mkaazi halisi wa jimbo la Mkangawe. Leo nimefurahi sana ujio wa Mheshimiwa Rais mteule wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa sisi wana wa Mkangawe tumefarijika sana, tumefurahi sana. Tena ameweza kutupa hamasa kwa vijana wa Mkangawe, ifikapo tarehe 29 tujue nani ambaye anaweza tukampa ridhaa ya kutuongoza tena ifikapo tarehe 29 Oktoba kutoka 2025 mpaka 2030. Dr. Mwinyi anatosha, kwa sababu naweza nikasema matarajio ambayo tunatarajia ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo ameweza kuyafanya mwanzo Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi.